Yes bana, karibu sana ndani ya kona ya michezo Balabala TV. Hapa ndio sehemu sahihi kabisa kwa ajili ya kupata taarifa zote za kimichezo kwa yale yote ambayo yanaendelea kujiri, huku yakiwa yanaacha maswali mengi kweli kweli, huku yakiendelea kunenwa mengi midomoni mwa mashabiki ambao wanashuhudia kila ambacho kinaendelea kwenye ligi yetu. Sasa Balabala TV leo imeweza kukusogezea athari au madhara ambayo yataweza kujitokeza ndani ya ligi kuu ya NBC inayochezwa hapa ardhi mama ya Tanzania bara kama Yanga watajiondoa kwenye ligi au hawatohusika kwenye ligi kwa msimu ujao. Sasa athari ya kwanza ni kupungua kwa ushindani wa ligi hii. Ikumbukwe tu Yanga ni moja ya timu kubwa na zenye mashabiki wengi Tanzania, hivyo kujiondoa kwao kutapunguza ushindani katika ligi. Lakini pia hii inaweza kupunguza hamu ya mashabiki na watazamaji, kwani wengi wanategemea michuano baina ya Simba na Yanga kama sehemu ya shindano kuu. Lakini pia athari nyingine itakayojitokeza ni kupungua kwa mapato ya kibiashara. Yanga ni timu inayovuta idadi kubwa ya mashabiki na inaweza kuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa wadhamini na kwa wauzaji wa tiketi, hivyo kujiondoa kwao kutasababisha kupungua kwa mapato haya na hivyo kuathiri uchumi wa ligi kwa ujumla. Sasa hasara nyingine ambazo zinaweza zikajitokeza ni kwa upande wa wadhamini na matangazo kwa ujumla. Wadhamini na taasisi zinazotangaza ligi watapoteza faida kubwa aliyokuwa wanapata kutokana na umaarufu wa michezo kati ya Simba na Yanga na Simba. Hii inaweza kuwakatisha tamaa wadhamini wengine na baadaye kujiondoa kabisa kwenye ligi, wakiwemo Azam TV na wengine wengi ambao wanadhamini vilabu wakiwemo GSM. Lakini pia madhara mengine yatatokea kwa wachezaji wa Yanga wataathirika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu huenda watakosa nafasi za kucheza kwenye ligi kubwa, na hii inaweza kuathiri taaluma zao na uwezo wao wa kuonyesha kipaji kwa ujumla. Lakini kwa upande wa mashabiki na jamii kwa ujumla, mashabiki wa Yanga na Simba ni sehemu muhimu ya soka nchini, hivyo kujiondoa kwa Yanga inaweza kuleta hisia na kutokuwa na furaha kwa mashabiki wao ambao hujivunia ushiriki wao kwenye ligi kuu pamoja na ligi nyingine kubwa za Afrika. Sasa hali hii inaweza kuongeza utengano katika jamii na kuathiri utamaduni wa soka kwa ujumla. Hapa tunaona ni shinikizo kwa bodi ya ligi, ambapo kujiondoa kwa timu kubwa kama Young Africans kutaleta shinikizo kubwa sana kwa bodi ya ligi ambayo itahitaji kutafuta suluhisho la haraka. Suluhisho la haraka ni lipi? Ni kujibu yale matakwa ambayo wanayataka Young Africans, ikiwa mojawapo ni ripoti ambayo wameiomba bodi ya ligi kuitoa leo, sema wanaifanyia uchunguzi juu ya kuahirishwa kwenye mchezo nambari 184. Yatatekelezwa anayoyaomba Young Africans? Kama hayatotekelezwa, sio tu kucheza mchezo nambari 184 kwa maana ya dabi, bali pia hatocheza CRDB, hatomalizia michezo ya ligi iliyobaki, na pia hatohusika kwenye msimu ujao wa ligi. Sasa ni ipi hatima kila ambacho kitaendelea? Simba Sports Club tayari na wao wamesha posti barua kwamba mashabiki wao wajiandae, tiketi ambazo ziliweza kula nyoya pale Machi 8 ndizo hizo zitatumika, na propaganda zinaendelea kuwa nyingi. Ni Simba, ni Yanga, ni bodi ya ligi? Ni upi mwenye hatia? Ni Simba, ni Yanga au ni bodi ya ligi? Bodi ya ligi, maswali ni mengi, maamuzi bado yakiwa hayaeleweki. Je, itumike sheria na kanuni kuwa sehemu ya maamuzi kwenye hili sakata, au busara iendelee kutokana na ukubwa walivyonavyo vilabu vya nchini Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga? Endelea kuwa karibu kabisa na The Purple Estate Balabala TV. Kona ya michezo itaendelea kukusogezea mengi tu ambayo yanaendelea kujili, ili kuhakikisha hatima inaenda kuwaje kwenye hili sakata linaloendelea la Young Africans dhidi ya bodi ya ligi. Na tayari wameshatangaza kwamba hawachezi, na sio kutocheza tu, hawachezi mchezo wa dabi, hawachezi CRDB, na mechi zilizobaki hawatocheza vile vile. Usisahau kulike, kushare na kucomment, lakini pia kama bado usisahau kusubscribe channel hii ili uweze kuwa mwanafamilia na kupata taarifa kama hizi punde tu zinapokuwa zinatoka. Mimi ni Don_Balabala 12, tupo pamoja na Instagram. Usisahau kunifollow pia, kule tutaweza kuizungumza na kushare mambo mengi tu kuhusu michezo. Latest updates ndani ya Balabala TV, we take everything into account. Latest updates ndani ya Balabala TV, we take everything into account. Usisahau kusubscribe. Ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo Derby.